tuishi chini ya amri za Mungu na mamlaka yake, ili ya kwamba tukaweze kupatana na Mungu. Mwanadamu mtu ambaye hajajielewa. Mwanadamu ni mtu ambaye amechanganyikiwa. Mwanadamu ni mtu ambaye haelewi ni wapi anaenda, ni wapi anatoka. Mungu tangia mwanzo ameonyesha upendo kwa mwanadamu. Ametuma watumishi wengi, ametuma manabii, ametuma mitume, akamtuma Yesu Kristo ili ya kwamba mwanadamu asipotee. Lakini mwanadamu tangia mwanzo wa ulimwengu, tangu kuasi kwa Adamu na kupotoka kwa Adamu, mwanadamu ameishi kupotea na ameishi kuasi. Anang'ang'ana na mambo yake yanayomfurahisha, yanayompendeza. Mungu anajiuliza, je, mwanadamu atanitafuta lini? Mwanadamu atanirudia lini? Mwanadamu atatambua lini upendo wangu kwake? Hata kumtoa mwanangu akafa msalabani bado mwanadamu hajaona. Je, Mkristo unaishi kanisani, wewe mhubiri unayehubiri katika madhabahu kila siku, wewe mwalimu unayefundisha kila wakati, wewe Mkristo ambaye unakiri umeokoka, je, upendo wa Kristo umetambua? Na je, umepatana na Mungu au bado haupatani na Mungu? Mambo yako yaweke wazi. Mwambie Bwana makosa yako, mwambie Bwana udhaifu wako, mwambie Bwana unyonge wako. Wapendwa, msaada wetu uko kwa Bwana. Bwana anapenda tukapatane naye. Mapatano yetu na Bwana yanahitaji kuwa sawa sawa. Katika kizazi hiki na katika karne hii, Wakristo hatuelewi. Na katika kipindi hiki cha neema tumekosa kutambua neema hii inafanya kazi vipi. Neema tunapewa bure. Kuokoka kwako na kwangu ni bure. Ni Kristo tu ametupendelea tuweze kuokoka. Kristo ametupendelea, ametupa imani. Lakini je, mpendwa, tutawezaje kustahimili mateso na magumu yaliyo katika wokovu, ili ya kwamba tuweze kufika katika hatima ya Mwenyezi Mungu? Je, mtu wa Mungu, tutawezaje kuweza kuenenda mbele za Bwana kwa ukamilifu? Mtu wa Mungu, hatutaweza. Ni sisi wenyewe tukaweze kuelewa ya kwamba Bwana ni mmoja wetu, Bwana yu pamoja nasi. Tuweze kuelewa kwamba Bwana anatuhitaji sisi. Tuweze kuelewa kwamba Bwana yeye hatatuacha sisi tupotee, bali Bwana ni mwaminifu katika maisha yetu. Mpendwa, Mungu hataki mwanadamu apotee. Mungu hataki mwanadamu apotee. Mungu anataka mwanadamu aishi milele. Kuishi kwako na mambo unayoyafanya, Mungu anahitaji ukaishi milele katika karne, katika hali ambayo alikuwa amemweka Adamu wa kwanza. Mungu alimwambia Adamu, utaishi, utakula, utastarehe. Baada ya Adamu kuasi, Mungu akamuondoa, akazingira bustani la Edeni na ua la moto. Lakini katika hiyo bustani aliyozingira na ua la moto, ndio katika kipindi hiki cha neema bado anaturejesha katika bustani la Edeni, katika maeneo ambayo tutastarehe, tutaishi tukimwabudu Bwana, na Bwana atakuwa miongoni mwetu. Bwana hatatuacha. Ni vipi utaweza kurudi upatane na Mungu? Wewe kushuka chini, kunyenyekea, kuwa mpole na kuweza kutambua kwamba Bwana anakuhitaji. Wewe kuweza kutambua kwamba Bwana hawezi akakuacha wewe. Utakapofanya hivyo, omba kwa bidii, piga magoti yako chini, muombe Bwana, muite Bwana. Bwana atakusaidia. Shida tuliyo nayo wapendwa
ni sisi wenyewe tunaangalia